kujenga taifa imara. Lakini jambo lingine nalopenda kulitolea ufafanuzi kwenu waandishi wa habari, wakati press imefanyika juzi ya makamu mwenyekiti ndugu yangu na kaka yangu Heche, kuna upotoshaji kidogo aliufanya, ambao upotoshaji huo uliongelea kwamba Chama cha Mapinduzi hakina viongozi mpaka wanaazima viongozi kutoka vyama vingine, jambo ambalo sisi tunajua sio kweli, na ni jambo ambalo tunajua waliongea katika tensheni ambayo hawajajiridhisha. Jambo la kwanza, Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi tangu kuasisiwa kwake imekuwa ni moja ya jumuiya ambayo imetoa viongozi wakubwa, wazalendo, waadilifu ambao wamefanya kazi kubwa katika nchi yetu. Na jumuiya hii imepika viongozi ambao leo tunaweza tukasema tunajivunia. Sasa wao walimtaja Mheshimiwa Katambi kama waziri wa mambo ya ndani, wakasema huyu tulimlea akiwa kule Bavicha, na hatimaye Chama cha Mapinduzi wamemchukua, wamempa waziri. Sasa sijui wana uhakika gani kwamba akiwa Bavicha alikuwa wa kwao, sijui wana uhakika gani, kwa sababu siasa ni sayansi, na unapoenda kwenye vita lazima uwe mjanja wa vita ili uweze kushinda nini? Vita. Sasa hilo jambo tunawaachia wenyewe homework. Kwa hiyo hata Heche anapokuwa pale, wanaweza kusema huyu ni makamu mwenyekiti wetu, kesho akija huku akawa kiongozi, wasije wakashangaa pia, kwa sababu Heche anajua nini na maanisha. Sasa ninachotaka kusema hapa leo, tukiongelea makamu wa rais wa nchi yetu Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, ni zao la UVCCM, alikuwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi kwa miaka 10. Tunapomzungumzia waziri mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, ni zao la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Tunapomzungumzia waziri wa ujenzi Mheshimiwa Ulega, ni mjumbe wa Baraza Kuu la Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Waziri wa madini Mheshimiwa Mavunde alikuwa mwenyekiti wa vijana mkoa huu wa Dodoma na mjumbe wa Baraza Kuu. Lakini waziri wa viwanda, waziri wa nishati Mheshimiwa Ndejembi, waziri wa kilimo Mheshimiwa Chongolo, waziri wa utumishi Mheshimiwa Ridhiwani, naibu waziri wa mifugo Mheshimiwa Ngwasi, naibu waziri wa utumishi alikuwa Hamasa kule, ambaye sasa hivi yupo naibu waziri wa fedha, pia ni kijana mdogo ambaye ametoka Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Hapo hatujagusa wakuu wa mikoa ambao wametokana na chama hiki au jumuiya ya Umoja wa Vijana. Tukianzia Mbeya, yuko ndugu Beno Malisa, alikuwa ni makamu wa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ukienda Mwanza, yupo ndugu Mtanda, alikuwa mwenyekiti wa UVCCM wilaya ya Bagamoyo miaka hiyo. Ukienda Geita, yupo ndugu Shigela, alikuwa katibu mkuu wa Umoja wa Vijana, nafasi ambayo hata mimi nimeishika kwa miaka 2 kipindi cha nyuma. Ukienda Songwe, yupo mjumbe wa Baraza Kuu ndugu Jabir, yuko pale. Ukienda Shinyanga, yuko Mboni Muhita ambaye ni mkuu wa mkoa wa Shinyanga na alikuwa makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Ukienda Iringa, yuko Comrade Heri ambaye alikuwa mwenyekiti pia wa Umoja wa Vijana Taifa. Singida, yuko mama yetu pale, mjumbe wa Baraza Kuu. Ukienda Arusha, yupo Mheshimiwa Makala, alikuwa mwenezi, alikuwa muhasibu wa chama hiki na leo ni RC pale, lakini ni zao la Umoja wa Vijana kwa sababu alishakuwa kiongozi wa vijana. Kilimanjaro, yupo mzee wetu Nuruddin Babu, yeye ni mkimbiza mwenge miaka ya 80 huko, lakini ni zao la Umoja wa Vijana. Vijana ambao walikuwa vijana wa zamani, wamegraduate, wameweza kuiva vizuri, wanatumika katika taasisi mbalimbali ndani ya nchi yetu na katika maeneo muhimu ya nchi. Kwa hiyo Jumuiya ya Umoja wa Vijana itaendelea kuwa jumuiya bora ya kuoka viongozi ambao watakuja kutoa utumishi ambao utakuwa na malengo chanya ndani ya taifa. Sasa wenzetu wanaposema kwa upotoshaji kwamba hakuna viongozi, zaidi ya wizara 17 zinaongozwa na Umoja wa Vijana. Ukienda kwa wakuu wa mikoa, zaidi ya wakuu wa mikoa 18 wametoka Umoja wa Vijana. Sasa nyinyi waandishi wa habari mnaweza mkajua nani muongo na nani ni mkweli. Lakini msisahau nilichowaambia, wanasema Katambi alikuwa wa kwao, mwaulize wana uhakika, mengine tutaongea siku nyingine. Lakini lingine, tulikuwa na mzee wetu hapa, mzee Lowassa. Alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi na amefariki akiwa kada wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2015 Chadema walimchukua, hawakuwa na mgombea mwenye sifa wa kugombea urais
wakachukua mgombea wa Chama cha Mapinduzi akaenda kule. Sasa mnaweza mkaona kama katika nafasi nyeti za kitaifa hawana watu. Leo wakisimama kujinasibu kwamba wanahitaji kuongoza nchi, lazima akili za kuambiwa tuchanganye na za kwetu. Lakini baadaye mzee Lowassa alirudi ndani ya CCM na kuendelea na majukumu yake. Na jambo lingine nalopenda kulizungumza kwenu waandishi wa habari ni swala la kongamano ambalo ndugu Heche alifanya pale Dar es Salaam Landmark. Alikutana na watu aliyewaita yeye ni wasomi, lakini ukiangalia lile kundi la watu wasomi ambao wako mle ndani ni wachache sana, lakini wengine walikuwa ni watu wa kawaida tu ambao wao wanajua waliwatoa wapi. Na mbaya zaidi, katika kuzungumza na kundi lile, wanawaeleza vijana kwamba lazima wadai mabadiliko kwa kufanya vurugu. Na jambo lililosikitisha, nikiwa na mimi kama mzazi, maana na mimi nina watoto, kitendo cha kutumia lugha zisizofaa ambayo matamshi yale siwezi kuyazungumza hapa, lakini nyinyi kwenye vyombo vya habari mkiangalia YouTube mtaona kauli ambazo baadhi ya mifano zimetolewa na viongozi. Sasa kauli kama zile, kwanza sio kauli za kiungwana. Kiongozi aliyestaarabika hapaswi kutukana na matusi. Na ndio maana leo tuna jamii au kizazi cha matusi katika mitandao ya kijamii. Lakini kwa nini matusi hayo yanaonekana ni kawaida? Kwa sababu viongozi wanayaishi matusi hayo katika maeneo yao au katika mihadhara yao. Lakini nitoe wito mmoja kwa vijana wasomi wa nchi hii. Elimu ni jambo la msingi, lakini tunaamini wanazuoni wana maarifa makubwa. Sidhani kama kuna mwanazuoni anaweza kushawishiwa na mwanasiasa akaacha kufanya mambo ya msingi akaenda kufanya mambo ya uvunjifu wa amani ndani ya taifa lake. Na mara nyingi nimesema, wanaochochea migogoro wengi umri wao umeshakwenda. Sisi vijana taifa hili bado tunalihitaji na linatuhitaji. Hata humu ndani nikiangalia wengi ni miaka 30, 40. Kama kuna 50 au 60 ni wachache. Maana yake bado tuna safari ndefu ya kuishi ndani ya taifa letu kuliko wale ambao umri umekwenda lakini wanashawishi tuichome nchi yetu. Maana yake wamekuwa ni watu wa binafsi. Wangekuwa watu wa kweli, kwa nini katika tuachane na wanasiasa wa binafsi ambao wanaamini kwamba ili kupata uongozi lazima wafanye vurugu? Jambo hili sio jambo la busara. Hivyo wasomi nchi nzima, ombi letu kama Chama cha Mapinduzi kuendelea kudumisha upendo, umoja na mshikamano ndani ya taifa hili, kwa sababu bila amani hakuna shule, bila amani hakuna kulima, bila amani hakuna biashara wala jambo lolote la maendeleo ambalo litafanyika. Lakini wanazuoni, pimeni hoja zinazotolewa na viongozi wote, then muamue kwamba uelekeo upi ni sahihi. Lakini bado tunaamini Chama cha Mapinduzi bado ni chama sahihi kwa wasomi, kwa kuzingatia pia hata katika wanaopokea mikopo, serikali ya CCM imeendelea kutoa mikopo kwa wasomi, watu wanalipiwa ada na maisha yanaendelea. Lakini liliongeleka jambo la ajira kwa vijana ndani ya nchi yetu. Kwanza tunapenda kuipongeza serikali. Mheshimiwa Rais aliahidi katika siku 100 atatoa ajira 12,000. Ajira zile zimeshatolewa. Kada ya afya zimetolewa, kada ya walimu zimetolewa. Idadi ya ajira 12,000 imetimia. Lakini duniani kote hakuna taifa ambalo limemaliza changamoto ya ajira. Na kila mwaka wanafunzi wanamaliza, lakini serikali imeweka mazingira wezeshi kwa kujenga viwanda, kushirikiana na private sector kuhakikisha ajira hizi zinapatikana. Lakini imeweka mazingira mahususi au mazingira mazuri kwa vijana kuweza kukopesheka. Kupitia halmashauri zetu kuna 4% ya mikopo ya vijana, 4% mikopo ya kina mama, 2% kwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini katika budget tumeona Wizara ya Vijana ilipewa bilioni 200, fedha ambazo zimegawanywa katika wizara za kisekta,
na tukianzia mkoa wa Mwanza wamepokea katika sekta ya uvuvi zaidi ya bilioni 7, na vijana wengine wamekopeshwa ikiwemo mitaji ya bodaboda, bajaji zaidi ya milioni 200, na hii imefanyika katika mikoa mingi. Hivyo tunaipongeza Wizara ya Vijana kwa kusimamia maono ya Mheshimiwa Rais. Lakini sambamba na hilo, yupo ndugu yangu mmoja Abdu Nondo ambaye ni wa chama cha ACT, na yeye katika list ya watu walioomba mikopo nimeona naye amepata mkopo huo ambao umetolewa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, na hii inathibitisha kwamba mikopo haibagui, yoyote anayeomba anapata mkopo. Lakini jambo la kushangaza, ndugu Nondo tena ameanza kulalamika, rafiki yangu Nondo, kwamba kwa nini nimepata mkopo. Sasa umeomba, umepata, unauliza kwa nini? Sasa siasa za namna hii kidogo ndio hivyo tunakwenda. Lakini ndugu Nondo, mkopo huo ni kuombe utumie vizuri, usiende kutumia kwenye mambo yasiyofaa. Nenda katengeneze fursa ili uweze kupata kipato, na ujue kwamba serikali hii ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kusaidia pia makundi yote bila kujali itikadi, dini wala jambo lolote. Lakini baada ya kuzungumzia swala la kongamano hilo ambalo lilijadiliwa na mikopo, Mheshimiwa Mnyika alitoa maazimio ya kamati kuu ya chama chao, ambapo azimio la kwanza liliongelea kesi ya ndugu Tundu Lissu, ambapo walisema kamati kuu ya Chadema imesisitiza kuwa kesi hiyo